Jangwa la Parani lilijisitiri katika ukimya mzito uliokatizwa na upepo mkavu uliokuwa ukivuma katikati ya mawe na vilima vya nyika. Mchana wake ulikuwa wa joto kali lililochoma ngozi, huku usiku wake ukibeba baridi shadidi iliyojipenyeza mifupani. Mbali na ukali huo wa mazingira, kulikuwepo kundi la wanaume waliokuwa wamezoea maisha ya mateso, safari ndefu na tahadhari za kila wakati. Walikuwa watu wa Mfalme Daudi waliokuwa wakiishi jangwani, huku wakimkimbia Mfalme Sauli. Hujambo na karibu kwenye simulizi hii ya hekima yake Abigaili, ikitambishwa na mie wako Mhandisi Kahiga Mwangi. Katika kipindi hicho taifa la Israeli lilikuwa bado linaomboleza kifo cha Samueli, nabii mashuhuri aliyekuwa taa ya taifa hilo kwa miaka mingi. Kifo chake kiliacha pengo kubwa la kiroho na kisiasa. Watu walihisi kana kwamba sauti ya hekima ilikuwa imezimika ghafla kutoka ardhini. Ndani ya mazingira hayo ya sintofahamu, Daudi aliendelea kuishi jangwani pamoja na wapiganaji wake waliokuwa wakimtegemea kwa kila jambo. Walikuwa watu wa vita, lakini waliinuliwa na nidhamu kali aliyoiweka kiongozi wao. Hakuruhusu uporaji wala uonevu dhidi ya wachungaji na wenyeji waliokuwa karibu nao. Badala yake walikuwa kama walinzi wa siri waliowalinda watu dhaifu dhidi ya wanyang'anyi wa jangwani. Katika eneo la Maoni aliishi tajiri mmoja aliyeitwa Nabali. Utajiri wake ulikuwa mkubwa mno. Mifugo yake ilienea milimani kama mawingu meupe yaliyotawanyika angani. Kondoo na mbuzi wake walikuwa wengi kiasi cha kuwafanya watumishi wake washinde mashambani mchana kutwa. Lakini pamoja na utajiri huo mkubwa, moyo wa Nabali ulikuwa maskini wa hekima na utu. Alijulikana kwa kiburi, ukali wa maneno na dharau dhidi ya wengine. Alikuwa mja aliyependa kujiona bora kuliko wote waliomzunguka. Waja walimheshimu kwa sababu ya mali zake, si kwa sababu ya huruka yake. Tofauti kubwa kabisa ya Nabali ilikuwa mke wake Abigaili. Mwanamke huyo alisifika kwa uzuri uliopambwa na akili ya kipekee. Hekima yake ilikuwa pana kama mto unaotiririka polepole, lakini wenye kina kisichoonekana kwa urahisi. Alikuwa mwenye utulivu wa mawazo, busara katika maamuzi na upeo mkubwa wa kuona hatari kabla haijafika. Wengi walishindwa kuelewa namna mwanamke mwenye akili na utu wa namna hiyo aliweza kuishi chini ya kiburi cha mja mwenye kiburi kama Nabali. Lakini maisha mara nyingi hujenga mafumbo ambayo akili ya kawaida hushindwa kuyatafsiri. Wakati wa kunyoa kondoo ulipowadia, nyumba ya Nabali ilijaa shamra shamra. Kilikuwa kipindi cha karamu, furaha na matumizi makubwa ya vyakula na vinywaji. Watumishi walizunguka huku na kule wakihudumia wageni na kuandaa nyama za karamu. Mziki na vicheko vilisikika ndani ya baiti hiyo tajiri. Daudi alitambua kuwa huo ulikuwa wakati ambao matajiri wengi walionyesha ukarimu wao kwa vile walikuwa wamewatendea mema. Kwa muda mrefu, yeye na watu wake walikuwa wamewalinda wachungaji wa Nabali jangwani. Hakuna mnyama aliyepotea wala mali iliyoporwa chini ya uangalizi wao.
Kwa matarajio ya kupata msaada wa chakula kwa njia ya heshima, Daudi aliwatuma vijana wake kwenda kwa Nabali kwa maneno ya amani na unyenyekevu, lakini moyo wa Nabali haukujua thamani ya wema. Badala ya kuthamini msaada aliyokuwa amepewa kwa muda mrefu, alijibu kwa dharau kali. Aliwadharau Daudi na watu wake kana kwamba walikuwa watu wasiostahili hata kutambuliwa. Kiburi chake kilifunika akili yake kiasi cha kushindwa kuona hatari iliyokuwa ikijificha nyuma ya maneno yake. Habari hizo zilimfikia Daudi jangwani. Hasira kali ilimjaa moyoni. Alihisi kudharauliwa baada ya kutenda mema kwa muda mrefu bila malipo yoyote isipokuwa matusi. Ndani ya nafsi yake, uvumilivu ulianza kubadilika kuwa ghadhabu. Upanga ukaonekana kuwa jawabu kwa fedheha aliyopokea. Daudi pamoja na wapiganaji wake wakaanza safari kenye kuelekea baitini ya Nabali, huku mioyo yao ikiwa imejaa hasira ya kisasi. Hali hiyo ilikuwa kama moto uliokuwa ukisubiri upepo mdogo ili ugeuke janga kubwa. Lakini katika nyumba ya Nabali, mmoja wa watumishi alitambua ukubwa wa hatari iliyokuwa inakaribia. Alifahamu tabia ya bwana wake na pia alijua nguvu ya Daudi pamoja na watu wake. Akatambua kuwa kama jambo hilo lisingedhibitiwa kwa haraka, damu nyingi ingemwagika. Habari zikamfikia Abigaili. Hapo ndipo hekima yake ilipoanza kuonekana kwa uzito mkubwa. Hakupoteza muda katika lawama wala malalamiko. Alitambua kuwa kuna nyakati ambazo hatua ya haraka huwa muhimu kuliko maneno mengi. Akaandaa chakula kingi, mikate, nyama, zabibu zilizokauka na vyakula vingi vya thamani. Mizigo hiyo ikapakuliwa juu ya punda tayari kwa safari ya haraka. Bila kelele wala mashindano ya maneno, Abigaili akaanza safari kuelekea jangwani ambako Daudi alipokuwa akielekea kwa hasira. Njia ilikuwa ngumu na yenye vumbi. Vilima vya mawe vilisimama kama walinzi wa kimya wa tukio lililokuwa karibu kubadili historia. Lakini ndani ya moyo wa Abigaili kulikuwa na utulivu wa ajabu. Hekima yake ilimfanya aelewe kuwa hasira ya mwanadamu haiwezi kuzimwa kwa moto mwingine wa hasira. Alipokutana na Daudi, alijinyenyekeza kwa heshima kubwa mbele yake. Unyenyekevu wake haukuwa wa woga, bali wa busara. Alielewa namna ya kushusha moyo wenye ghadhabu kabla haujaleta maangamizi. Kwa maneno yenye uzito wa hekima, alikumbusha umuhimu wa kujitawala na madhara ya kisasi kisicho na subira. Alimwelekeza Daudi kuona mbali zaidi ya hasira ya muda mfupi. Alimsaidia kutambua kuwa mtu anayetarajiwa kuwa kiongozi mkubwa hapaswi kuongozwa na ghadhabu. Maneno yake yalikuwa kama maji yaliyomiminiwa juu ya moto mkali. Ndani ya moyo wa Daudi, hasira ilianza kupungua polepole. Mawazo yake yakaanza kurejea katika utulivu. Akaona paruanja kuwa alikuwa karibu kufanya jambo ambalo lingemletea majuto makubwa baadaye. Hekima ya Abigaili ikawa ukuta uliosimamisha umwagaji wa damu. Daudi akatambua kuwa Mungu alikuwa ametumia mwanamke huyo mwenye busara kumzuia kuingia katika hatia ya damu isiyo ya lazima. Hasira iliyokuwa ikiwaka ndani yake ikayeyuka mbele ya nguvu ya maneno ya hekima na unyenyekevu. Wapiganaji wake wakasimamisha safari ya kisasi. Kifo kilichokuwa karibu kuikumba nyumba ya Nabali kikazimwa kabla hakijafika. Abigaili akarudi nyumbani akiwa na utulivu mkubwa wa moyo. Ndani ya nyumba, Nabali alikuwa bado amelewa na kuzama katika anasa za karamu bila kufahamu namna mauti yalivyokuwa yamepita karibu naye.
Asubuhi ilipowadia na akili yake kurejea katika hali ya kawaida, ukweli wa jambo lote ukawekwa paruanja mbele yake. Hofu ilimvaa ghafla, mtima wake ukapigwa na mshtuko mkubwa kiasi kwamba nguvu zake zikaanza kumwondoka. Baada ya siku kadhaa, maisha yake yakamfika mwisho. Habari hizo zilimfikia Daudi. Alitambua kuwa haki ilikuwa imetendeka bila yeye kutumia upanga wake. Akaona wazi kuwa wakati wote Mungu hutetea haki kwa njia ambazo mwanadamu hawezi kuzitarajia. Baadaye Abigaili akawa sehemu ya maisha ya Daudi, lakini kilichomfanya abakie katika kumbukumbu za vizazi si uzuri wake wala nafasi yake mpya, ni hekima yake, ni uwezo wake wa kusimamisha maafa kabla hayajatokea. Ni namna alivyozuia hasira ya mja mwenye nguvu isigeuke maangamizi ya wengi. Katika historia nyingi ya dinasi, vita vingi vimeanzishwa na kiburi, maneno ya dharau na hasira zisizodhibitiwa. Lakini simulizi ya Abigaili inaonyesha kuwa busara inaweza kufanya kile ambacho nguvu za silaha haziwezi kufanya. Mwanamke mmoja mwenye hekima aliweza kusimamisha upanga uliokuwa karibu kumwaga damu nyingi, na hapo ndipo nguvu halisi ya hekima ilipoonekana. Simulizi ya Abigaili inabeba ujumbe mzito unaovuka vizazi na nyakati. Inaonyesha kuwa hekima ni hazina kubwa kuliko nguvu, mali au mamlaka. Kiburi cha Nabali kilimpeleka kwenye maangamizi, lakini utulivu na busara za Abigaili vikawa chanzo cha wokovu kwa wengi. Katika maisha ya kila kaski, hasira huja kwa haraka na kisasi huonekana kuwa rahisi, lakini mtu mwenye hekima huona mbali zaidi ya maumivu ya muda mfupi, kuangalia matokeo ya kesho kabla hajachukua hatua ya leo. Abigaili alifanikiwa kuzima moto wa ghadhabu kwa maneno yenye utulivu, akaokoa maisha, akatunza heshima na kuandika jina lake katika historia ya watu waliotumia akili badala ya vurugu. Na mpaka leo simulizi yake inaendelea kuwakumbusha wanadamu kuwa hekima inaweza kufanya kile ambacho nguvu haziwezi kufanya. Sina budi kutia kikomo hapo kwa leo. Hadi wiki ijayo kwa saa kama huu, nimekuwa wako Mhandisi Kahiga Mwangi. Baraka.